Awali ya yote na mimi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa hai na wazima leo tarehe 22 mwezi wa 6 2025 majira saa 6 na dakika 4 tumekutana hapa Kifundi kwa jambo kubwa la kukabidhi tawi letu hili jipya zuri la kisasa linaendana na chama chetu. Tumpigeni makofi sana mheshimiwa mwakilishi. Ndugu mwenyekiti, mimi nimpongeze sana mheshimiwa mwakilishi wetu kwa kazi kubwa na nzuri anayofanya. Mara nyingi tulizoea viongozi wetu hawa kujikita kufanya mambo kwenye jamii zaidi, kweli si kweli? Lakini ni viongozi wachache wanaimarisha matawi yetu. Na leo nilitoa maelekezo kwa wasaidizi wangu. Jana nilikuwa na kazi kule mkoani kwa mheshimiwa Profesa Mbarawa, nikawa na kazi pale Wete kwa dada yetu mwana harusi. Nikasema leo Jumapili kabla sijaondoka nataka kutembelea kuona taasisi za chama, jinsi viongozi wetu wanavyozitendea haki. Kwa kweli nikushukuruni sana uongozi wa jimbo hili la Konde pamoja na mwakilishi wenu kwa kazi nzuri mlioifanya kuimarisha chama na majengo yake. Ndugu mwenyekiti, kwa kweli leo nimefurahi. Nimefurahi kuona haiba ya chama chetu. Na sisi tunapita mule kwenye maono ya viongozi wetu wakuu, Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi. Juzi nyewe mlishuhudia kule Dodoma, mwenyekiti wetu akiweka jiwe la msingi kwenye ofisi zetu kubwa za kisasa zitakazokuwa na vifaa vyote za Chama cha Mapinduzi pale Dodoma. Mpigeni makofi sana mwenyekiti. Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Mwinyi wamedhamiria, wamefanya mengi kwenye ilani ya uchaguzi kwa kuwatumikia wananchi, kweli si kweli? Lakini wakasema kipindi chao cha kwanza wanamaliza, basi waache athari kwenye chama chao. Na kwa kweli tunamshukuru sana mwenyekiti. Mpigeni tena makofi mwenyekiti. Tumeanza na makao makuu ya chama chetu, lakini sio hilo tu. Mwenyekiti ameleta vitendea kazi kwa ngazi zote za chama, kuanzia makatibu wa mikoa, makatibu wa wilaya. Mnaona cruiser hapo nyeupe, chuma vipi hivyo? Wamepewa makatibu wa mikoa, makatibu wa wilaya, lakini pia mama akatoa pikipiki kwa watendaji wetu. Tumpige makofi mkubwa. Lakini sio hilo tu, mama akasema kila balozi wa nchi hii, na mnajua ndio ukubwa nchi yetu na chama chetu, hakuna pahali chama chetu hakipo kama wale wenzetu. Akasema kila balozi apewe baskeli mpya tena ya kisasa. Mpigeni makofi mwenyekiti. Muongezeni mwenyekiti wetu. Anataka kuona kazi za system zinakwenda kwa wakati, hakuna sababu. Lakini pia tumpigeni makofi mingi kama mwenyekiti Dr. Hussein. Dr. Hussein na yeye ameanza kuimarisha taasisi za chama. Muongezeni Dr. Hussein. Leo nikiwa kama katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Mwinyi ameifanyia ukarabati mkubwa tena wa kipekee studio ama radio ya chama chetu inaitwa Bahari FM, na huku Pemba ndio inasikilizwa sana. Sasa hivi tuna matatizo kidogo ya kiufundi, lakini si muda mrefu itaanza kusikilikana hewani. Limekuwa jengo bora, zuri, la kisasa. Mpigeni makofi Dr. Mwinyi. Lakini Dr. Mwinyi ametoa fedha kujenga majengo ya kisasa ya kule Dambwe kwenye chuo chetu cha Umoja wa Vijana, ambapo tunapokwenda kuwapika kwenye itikadi vijana wetu. Na lengo Dr. Mwinyi sasa hivi anaelekea kujenga chuo cha chama hapa Zanzibar, lakini anajenga pia ofisi na ukumbi mkubwa wa CCM ambao utakao kuchukua wajumbe wa mkutano mkuu
wa taifa. Mpigieni makofi Dr. Mwinyi. Anatamani kwenye ndoto zake kabla hajamaliza umri wake wa uongozi, siku moja mkutano mkuu wa taifa ufanyike Zanzibar. Na nyinyi mnajua shughuli wa mkutano ule unavyokuwa na watu wengi. Dr. Mwinyi oye! Kwa maana viongozi wetu wameanza kuimarisha majengo na taasisi za chama. Lakini niwapongeze sana wote waheshimiwa wabunge, wawakilishi, madiwani wanaofanya kazi kama hii. Kwa kweli wabunge na wawakilishi wanafanya kazi nzuri, na unapokwenda unaona sasa hivi matawi yetu yanabadilika, yanakuwa matawi bora na matawi ya kisasa. CCM oye! CCM oye! Nani kama Dr. Mwinyi? Hakuna. Nani kama Dr. Samia? Hakuna. Leo hii tunaona hali, na ndio maana viongozi wetu wanatuambia siasa na uchumi. Leo tuna ukumbi mzuri wa kisasa ambao utazidi kuimarika. Tutakuwa na uwezo wa kufanya shughuli zetu na vikao vyetu, si wale wenzetu wanafanya kwenye vibanda kama vya kuku, wanachomeka bendera tu. Leo mtu wote akipita hapa macho yake yanamwita ageuke angalie. CCM oye! CCM oye! Kwa maneno mwenyekiti, mimi nikupongeze sana, lakini nimpongeze sana mheshimiwa mwakilishi wetu kwa kazi nzuri ndugu yangu Zawadi anayoifanya kwenye jimbo hili la Konde. Jimbo hili ni kubwa najua, lakini jimbo hili mwenezi alizungumza limefaidika na miradi mbalimbali. Tuna magorofa hapa kama matatu, G+3, G+2. Lakini kwenye wizara ya elimu inajenga skuli za mfano 3 tu. 3, na kati ya skuli hizo 3, 2 ziko Unguja. Moja iko pale mkoa wa Mjini Mfenesini, moja iko Gamba mkoa wa Kaskazini, na moja iko hapa Kifundi. Hiyo mnasema chuo, hiyo ni skuli na dahalia ya aina yake. Mpigeni makofi Dr. Mwinyi. Na ndio maana tunasema CCM hatuna shida wala hatuna sababu ya kushindwa. Na lazima ndugu zangu wa Pemba muamke. Hawa jamaa miaka mingi wameongoza haya majimbo. Ukimwambia leo kanioneshe banda tu la skuli, wacha Zawadi kununua eneo na kujenga skuli, akakuonesha kisima cha kuchimba tu cha mkono kama mtakiona. Kweli si kweli? Lakini miaka mingi hawa wameendelea kututia ujinga na upumbavu, na wameendelea kututia fitna kutaka kutugombanisha na serikali, kana kwamba kuna serikali duniani inawapa chakula watu wake wote na pesa. CCM oye! Kazi ya serikali ni kuweka mazingira mazuri, ijenge barabara, ijenge masoko, ijenge viwanda, ili watu wajitume, wajiajiri. Kweli si kweli? Sasa hawa wanapokuja wanakuelezeni vitu ambavyo havipo, kuwafanya ndugu zangu wa Pemba kama hamjui dunia, kama hamjui maisha. Dr. Mwinyi amedhamiria kuhakikisha maisha ya ndugu zake wa Zanzibar yanaimarika na yanakuwa bora. Na ndio maana hili Micheweni tuna bandari ile pale katujengea Shumba mjini, si ndio? Lakini tuna bandari kubwa ya Wete. Tunasubiri tufunge ile pale ikamilike, tutumie ile pale, ajenge bandari kubwa ya Wete, pesa kishapata. Na bandari ya Wete ndiyo itakuwa multi purpose port kwa mkoa wa Kaskazini. Sisi huku Kaskazini tunaita kibla, au sio? Sisi tuko karibu na Mombasa, tuko karibu na Tanga. Kwa maana hiyo bandari ile ikikamilika, mizigo yote kutoka Mombasa, kutoka Tanga, yote itashukia hapa Kaskazini. Tumpigie makofi Dr. Mwinyi. Maana yake tunakwenda kuongeza ajira kwa vijana wetu vingi tu. CCM oye! CCM oye! Sasa wa jamaa wamekosa ajenda. Wao kazi kupandikiza ubaguzi, kuwaeka madaraja ya Wazanzibari. Kuna Mzanzibari daraja la kwanza, Mzanzibari daraja la pili. Wamefilisika hawa Wazanzibari. Hawa wanataka kusikia nyumba zao zinakuwa vizuri vipi, barabara zao zinapitika vipi, watoto wao wanasoma vipi. Leo Dr. Mwinyi nimekutajieni maskuli, na nyewe mnaona tangu mzalio mnaona skuli kama ile pale. Tusemeni ukweli,
Sisi sote tulisoma kwenye mabanda, au sio? Leo mtoto anakwenda kusoma skuli, ana kiti cha peke yake. Mimi sikuwahi, mimi nimesoma nakaa chini, baadaye akaja viti vya vyuma vile, baadaye desk moja tunakaa watu 4. Kweli si kweli? Leo kila mtoto ana meza yake na kiti chake, tena anasoma kwenye darasa lina feni, lina AC, lina tiles au tarazo. Dr. Mwinyi oye! Katujengea skuli ambazo zina computer room. Leo mtoto wetu wa kimaskini, mtoto wa kulima na wavuvi, anachezea kompyuta. Sisi hakutujawahi hayo. Kweli si kweli? Leo tunakwenda kusoma, tuna maabara za chemistry, biology na physics. Na ndio maana mkaona ufaulu wa vijana wetu umeongezeka, na bado anatujengea skuli nyingine la kuwafanya watoto wetu wote watakoingia sekondari wakaida halia, watakula bure, watalala bure, watahudumiwa bure na watasoma bure. Dr. Mwinyi oye! Hivi kweli wananchi wa Pemba ama wananchi wa hapa Kifundi Konde tunaweza kweli kumnyima kura Dr. Mwinyi? Sie tuna barabara hizo za msuka, na mimi jana nimetoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa. Barabara yetu rais ashatoa maelekezo ya kuendea Makangale. Misitu tunahitaji, msitu muhimu sana, lakini maendeleo ya wananchi muhimu zaidi kuliko msitu. Sisi moyo na umetushaamua tutajenga barabara, tutapembua ile miti iliyokuwa kwa imezeeka, ili tiliti gari mbili zipishane pale. Tutajenga barabara na tumeanza kujenga. Hivi jamani, ndugu zangu wa Pemba, wa jimbo la Konde hili, tunahitaji nini tena serikali tufanyie? Au ndo zile watu wanakuja kututia fitna tu hapa? Tuna njaa. Hivi kama ufanyi kazi utakula? Hivi nikuulizeni ni tangu Mungu aombe dunia, kuna wakati gani Mungu akawafanya watu wote wana hali zao sawa? Nambieni, nitajieni, menisuteni hapa. Mungu katika maandishi matakatifu kaeka kuna hali za wananchi tofauti. Ndio maana akasema kuna maskini, tena Mungu kaenda kusema mafukara paka wapo. Hivyo Mungu anashindwa watu wote sasa kutufanya tunashiba matajiri, wakati tunaambiwa idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Kwa nini Mungu hakuacha hivyo? Maana yake ni nini? Maana yake katuletea sababu katika dunia tuzifate, tufanye kazi ili tupate riziki za halali. Na ndio maana kaeka pepo, ili pepo uipate ufanye kazi. Leo mtu anakuja kuletea ujinga, anakwambia wewe una njaa. Njaa ipo kweli? Si Mungu kayumba? Si ndio yeye aliumba maskini na utajiri? Na ndio maana akasema Mungu tilkal ayami nudawiluha baina nas. Sisi moyo. Kwa maana hiyo wasije hapa kukutilieni ujinga kama kuna serikali itakuja ikawapa chakula watu wote majumbani kwao. Hakuna hayo kwenye historia, kayafanya Mungu. Tena mara hii Bani Israeli wakati wanatoka zao Misri wanaelekea Palestina. Wenzetu wenye imani ya Kikristo wanasema wanaelekea Kanaani, nchi ya ziwa na ahadi. Pale Mungu kwa sababu wako jangwani, hawana jitihada, ndo akaletea nini? Mana wa salwa. Sisi moyo. Lakini baadaye akaambia vipi Bani Israeli walime? Kisoma suratul Bakara mnaijua. Kwa maana hiyo nataka nikwambieni ndugu zangu wa Pemba, hususan jimbo hili la Konde, hakuna mtu yoyote, sisi wenyewe kwenye familia zetu hatuko sawa au vipi? Inawezekana katika familia mmoja tu akawa na hali nzuri akawasaidia. Ndio mfumo wa Mungu. Leo kiongozi anakuja anadanganya watu, manake sisi tutaondosha njaa. Kama njaa kaileta Mungu, ila yaumul kiyama haiondoki. Tumesisitizwa tu unapokuwa wewe na nafasi umsaidie. Sisi moyo. Kwa maana hawa jamaa hawana sera, hawana hoja, matusi kwenda mbele. Nchi hii tangu 95 na nyinyi wananchi wa Konde mpo, tumekuwa tunachagua majimbo yao upinzani. Kweli si kweli? Haya kanaonyesha ni maendeleo mamoja tu. Nisute mie
nipelekeni mkaoneshe hili hapa. Zaidi ya miaka 30 na huu tunafanya uchaguzi wa 6 sijui ngapi. Na kila uchaguzi tuna miaka mitano au sio? Vijana mkeni. Serikali kazi yake kutengeneza miundombinu, kuleta fursa. Juzi mmesikia kule Micheweni. Rais kaja, tulikuwa tuna summit kubwa kule. Tumefungua uwekezaji, kuna viwanda 12 vinakuja kuwekezwa. Viwanda ambavyo vijana wetu watapata nini? Tusomeni vizuri. Tuwahimize watoto wasome, wawe na qualification za kuajirika. Leo nikwambieni, jimbo lenu hili inajengwa hoteli, hata Unguja hakuna. Tunajenga hoteli ya nini? 7 star pale. Hoteli ya nyota 7. Mnaona wale magari mengine, unaona? Watu wangapi watapata kazi? Sisi moyo. Kwa maana hiyo serikali inaweka mazingira hayo, lakini pia serikali ikasema vijana tutafute fursa za kujiajiri. Mikopo ipo, tufuate taratibu. Mikopo, ukitaka kwenda kununua bodaboda au sio, ukitaka kufanya biashara nyingine nenda. Rais Mwinyi kaeka zaidi ya bilioni 58, vijana wakakope. Hakuna nchi inayoajiri watu wake wote. Mimi nikupeni namba, umri wa kustaafu serikalini miaka 60 au 65. Lakini angalia kila siku, kila mwaka vijana wetu wana graduate vyuo vikuu, kwenye vyuo sekondari wangapi? Hao wote wataajiriwa. Wanaotoka 15 serikalini, wanaotoka ajira 1000. Jamani, tunafahamiana? Leo mtu anakuja kukudanganya na kwambia mimi nitakupeni ajira. Hakuna. Ndio maana serikali inahangaika kwenye chuma blue, tunatoa maboti, tunatoa hivi, tunatoa mikopo. Itilist zile ajira chache zinazopatikana serikalini, basi hizi wapate vijana wetu, lakini na sisi wengine tujiajiri huku tukisubiri fursa kubwa. Sisi moyo. Mimi nimalizie niombeni sana ndugu zangu. Tusije tukafanya makosa. Mwenezi kazungumza hapa. Na nyie mmeona, na nasikia huyo mbunge wao wenyewe shampiga na chini sijui kwenye kura za maoni. Kwa sababu hamna kitu. Wanatia, yani wanakuja kwa wazee wetu mle barazani wanatia ujinga tu. CCM bwana, inaleta njaa kaleta CCM, kaleta Mungu. Sasa nataka nikwambieni, tusipojituma kufanya kazi, hakuna mtu atakuletea mkate. Sawa? Serikali inaweka mazingira, zikipatikana fursa tujiajiri. Leo nakwambieni mimi, na ndio maana mmeleta challenge. Tutembee jimbo lote hili. Zawadi ya miaka 5, si ndio? Mambo aliyofanya haya tungalinganishe na hao tangu 95, si ndio? Wakatuoneshe basi, au sio? Sasa wakija kututia upumbavu, lazima tuamke. Lazima tu amke. Hakuna dunia hiyo. Watu wote wakapata kazi. Alhamdulillah, Zanzibar tunazaana sana, au kweli? Wenzetu uko China wana limitation. Leo hapa mtu ana watoto 6 anaonekana hana watoto. Kweli si kweli? Alafu wewe unatarajia watu wote watapata kazi, ziko wapi? Alafu sisi kisiwa sasa. Ardhi yetu ni ndogo. Au sio? Lazima tujitume. Lazima uweze kwenda kwenye mkutano wote hapa Zanzibar na huko Pemba, usimkute mama kabeba mtoto. Na hapa wapo na waona. Sisi moyo. Hiyo ndo neema yenyewe. Hiyo maana yake tunakula, tunashiba, tunatengeza watoto, au sio? Mtu mwenye njaa atatengeza mtoto bwana? Tuseme ukweli, mtoto anatengezeka ukiwa na njaa? Utapata kupumzika ikijia fikira angalau utengeze mtoto? Kwa maana alhamdulillah. Lakini jingine, Dr. Mwinyi kwa kuangalia hilo akasema wazee wa nchi hii kila aliyefikisha miaka 70, kila aliyefikisha miaka anampa 50,000 bure. Nani anafanya Afrika nzima? Hakuna. Nyie mnapata mpati? Waliotumia miaka 70 wote wanapata.
Na kama mtu hapati naambia hapa nimuelekeze mkuu wa mkoa na watu wake na sheha wake. CCM oye! Dr. Mwinyi oye! Kwa maneno nikwambieni vijana, msije akakudanganyeni. Kwanza hawana uwezo, pili hawana watu, tatu hawashindi. Ukenda huko unaenda kupoteza muda tu vijana. Hakuna ubavu na si kwa nguvu. Wewe angalia machinery ya CCM. Kila pahala ipo. Juzi tu sisi kwenye uandikishaji, sisi maeneo yote tuliweka mawakala, si ndio? Wao kuna maeneo takriban 26 walishindwa kuweka mawakala. Kwenye Pemba hii hawana watu. Wanakuja kwenye vijio vya kahawa, wanakudanganyeni. Hivi wewe mzee Kikwete, nakumbuka sisi tunaingia pale wadogo, na bahati nzuri nilipata kulelewa na yule mzee. Na alinipeleka mafunzo China muda mrefu. Alituambia akili ya kuambiwa changanya na wewe mtizamo. Wewe anakuja kupiga kampeni, mtizame yeye mwenyewe. Sisi moyo. Kwa maana mimi nimalize nikushukuruni sana kwa kupata tawi letu hili zuri la kifundi, tulitunze. Na sasa chama tunasema ni vikao mwenyekiti, na wewe ndio unaongoza vikao na katibu wako kwa maana secretariat. Sasa hivi tufanye vikao. Kukiwa na jambo wananchi wanataka kujua, kikiwa na fursa wananchi wanataka kujua. CCM oye! Nimeambiwa hapa kuna wazee 62 wanapata pensheni, tuwapigie makofi. Alafu CCM bwana haina ubaguzi. Uwe CCM, uwe CUF, uwe CT, au sio? Huyo akishafika tarehe zile za pensheni, siku nyingine mzee huyo anapigwa 50,000, alafu anaondoka kibaraza cha kahawa, pesa zile zile za Dr. Mwinyi anaenda kuzungumza vitu vingine. Yaani vitu wenyewe vinamsuta. Auongo. Yule alokupa 50,000, huyo anaondoka kwenye kibanda cha kahawa na alkasusi, unamsema wakati shati ya pochi. CCM oye! Wazee wetu tubadilike. Hizi zama zimebadilika, zama za kutumia akili. Mleteni, simfukuzeni. Mambo yanayofanyika na Dr. Mwinyi mnayaona, hospitali ya kila wilaya mnayaona, masoko ya kila halmashauri mnayaona, barabara zinazojengwa mnaziona. Jamani, CCM ifanyeni nini? Kazi tunahangaika. Vijana kila siku wanamaliza vyuo, wanazaliwa, hakuna kuweza hivyo. Hakuna nchi itakayoweza kuajiri watu wote kwa wakati mmoja. Inatafuta fursa, wanaopata wanapata, wengine wanaelekea kwingine, wanasubiri. CCM oye! Mimi sasa, ndugu mwenyekiti, nikushukuruni, lakini niendelee kumshukuru sana mheshimiwa mwakilishi wetu kwa kazi nzuri hii aliyofanya. Niwaombe ndugu zangu wa jimbo hili la Konde, mara hii tusifanye makosa. Tunahitaji mbunge awe CCM, tunahitaji mwakilishi awe CCM, tunahitaji madiwani wawe wa CCM. La mwisho nimalizie kabisa, tunaelekea kwenye kura za maoni. Muda si mrefu watajitokeza wana CCM wanaohisi wanaweza kuomba uongozi. Mimi ndo katibu mwenezi taifa, ninafanyia kazi zangu Zanzibar. Ruksa kila mwana CCM kuomba uongozi. Unaojihisi naweza kwenye ubunge, nenda. Unaojihisi naweza kwenye uwakilishi, nenda. Unaojihisi naweza kwenye udiwani, nenda. Chama chetu kitatenda haki. Kila mtu ana haki ya kugombea. Ila unapokwenda kugombea ujue kuna mawili. Kuna kupata na usije ukakosa kawa fitina na nongwa. Tutoka uletewa na chama hao tuwaunge mkono na tukawapigie kura, na kwenye uchaguzi tuwasimamie, tushinde ili jimbo la Konde liendelee kupata maendeleo. Sawa? Leo yuko Zawadi peke yake. Jenge alikuwa na mwenzie mbunge. Wabunge wale kila mwaka anapata milioni 35. Hizo tamfukua jimbo tu. Nye mmeziona? Bali mshahara wake wanahamia Dar es Salaam na Dodoma. CCM oye! Baada ya kusema sasa nitamke rasmi tawi hili nimelikabidhi liendelee kufanya shughuli za chama
na ule ukarabati mwingine utaendelea kidogo kidogo, huku shughuli zetu za chama zinaendelea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Konde, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki mwakilishi wetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi!